أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. Assalamu alaikum wapendwa wanamizani popote mlipo. Taarifa tulionayo hii leo, kwanza ni mazungumzo mapya kati ya Hamas na Israel yameanza kufanyika nchini Qatar kule Doha katika azma ya kusitisha mapigano ya Gaza, baada ya mazungumzo hayo kukwama baada ya awamu ya kwanza ya utekelezaji wa mkataba wa makubaliano ya kusitisha vita kujaribu kukwama kutokana na Israel kuzusha vipengee mbalimbali ambavyo vingesababisha mapatano hayo kuvunjika na vita kuanza kwa upande mwingine. Lakini kwa bahati nzuri inaonyesha kuwa Israel imekwama katika kuzuia kuendelea kwa mkataba huo, na sasa hivi taarifa iliyotolewa hii leo siku ya Alhamisi Machi 13 inathibitisha kuwa mazungumzo yameanza. Hii ni baada ya Israel kufunga vivuko vyote vinavyoingia katika eneo la ukanda wa Gaza na kuzuia misaada ya kibinadamu kuingia katika ardhi ya Palestina na kuleta dhiki na shida kubwa zaidi kwa wakazi wa eneo hilo ambalo limechakazwa na kuharibiwa kabisa na vita, na kuwaletea shida ya kukosa chakula katika mwezi huu mtukufu wa Ramadhani, ambapo wananchi wa eneo hilo ambao hawana makazi na wanaishi kwenye mahema wangepata tabu, Israeli kiamini kuwazuilia kuwapa chakula kutailazimisha Hamas kurefusha kipindi cha utekelezaji wa mkataba huo awamu ya pili, jambo ambalo inaonyesha halikuwa na mafanikio yoyote yale. Lakini pia tutakuwa na taarifa ya Donald Trump ambaye amemfukuza kijana wa Kifalastini Mahmoud Khalil ambaye amekuwa akiongoza harakati za mapambano ya kupinga mauaji ya Israeli yanaendelezwa kule Gaza, ambapo Trump alitoa maelekezo ya kufukuzwa kijana huyo katika ardhi ya Marekani. Maelfu ya watu nchini Marekani walijitokeza kwa maelfu pinga hatua hiyo, na imepelekwa jambo hilo katika mahakama kwa sababu kijana huyu Mahmoud ni msomi anayepata elimu yake nchini Marekani na anayo green card, yani kadi ya kijani inayomruhusu kuishi Marekani, na wanasheria wake wamekwenda katika mahakama kuzuia hukumu hiyo, na mahakama imezuia kuondolewa kwa mtu huyo hadi pale mahakama itakapokuwa imesikiliza madai yake na kuona uhalali wa kufukuzwa kwake. Wapatanishi wa mzozo kati ya Hamas na Israel tayari walianza kuwasili mjini Doha nchini Qatar kuanzia siku ya Jumatatu Machi 10 kwa ajili ya duru mpya ya mazungumzo kuhusu usitishaji vita katika ukanda wa Gaza, baada ya Israel kuzuia mipaka ya kuingia misaada ya kibinadamu katika Gaza kwa nia eti ya kushinikiza Hamasi kuachilia mateka wake, jambo ambalo ni kinyume na makubaliano yaliyofikiwa hapo awali. Hamas mara kwa mara imesisitiza utayari wake wa kuendelea na mazungumzo baada ya kukamilika hitimisho la kwanza la makubaliano yaliyofikiwa kama ilivyoelezwa katika mkataba, ambapo sasa ni wakati wa kuingia katika mazungumzo ya awamu ya pili kufuatia makubaliano ya kusitisha mapigano, huku Israel ikipendekeza awamu ya sasa irefushwe zaidi. Hata hivyo, hoja ya Israeli ya kutafuta kisingizio vya kurefusha muda inaonekana kukwama na kuwa dhaifu, na sasa imelazimika kuingia katika mazungumzo ya awamu ya pili kama ilivyokubaliwa katika makubaliano ya awali. Msemaji wa harakati ya mapambano ya Kiislamu ya Palestina Hamas ameeleza kuwa duru mpya ya mazungumzo ya kusitisha vita ukanda wa Gaza imeanza. Msemaji wa Hamas Hazim Qasim ameongeza kuwa harakati hiyo inafanya kazi kwa kuwajibika kikamilifu na ipo thabiti ipasavyo katika mazungumzo hayo. Qasim ameashiria kushiriki katika mazungumzo hayo Adam Bohla, mjumbe maalumu wa Marekani anayehusika na suala la mateka, na akasema, tunatumai kwamba duru hii ya mazungumzo itazaa matunda ya maana kuelekea awamu ya pili ili kuandaa utangulizi wa kusitishwa mashambulizi ya Israel, kuondoka wazayuni maghasibu katika ukanda wa Gaza na kutekelezwa mapatano ya kubadilishana mateka. Katika upande mwingine, Abdul Latif Al-Qanu, afisa mwingine wa ngazi ya juu wa Hamas, amesema kuwa utawala wa kizayuni wa Israel haujaheshimu makubaliano ya kusimamisha vita, na hii ni kinyume na matakwa ya jamii ya kimataifa na juhudi za wasuluhishi zenye lengo la kufanikisha utekelezaji wa makubaliano ya kuhitimisha vita.
Afisa huyo wa Hamas amesema wanachosubiri sasa ni hatua mpya katika mazungumzo ya Doha kwa shabaha ya kutekeleza awamu ya pili ya makubaliano ya kuruhusu misaada ya kibinadamu iliyo muhimu sana, ikiwemo dawa na chakula kuingia Gaza na kupatiwa hakikisho la kumalizika kwa vita. Hivi sasa majeshi katili ya Wazayuni yamezuia vivuko vyote vya kuingiza misaada katika ukanda wa Gaza kwa nia ya kuangamiza Wafalastini kwa kutumia njaa kama silaha ya vita. Taarifa kutoka Marekani na ambayo imechapishwa katika vyombo vya habari hii leo Alhamisi, Machi 13, 2025 inasema kuwa hatua ya serikali ya Marekani ya kumtia mbaroni mwanaharakati anayepinga vita na anayeunga mkono Falastini anayepata elimu nchini humo imezidisha wasiwasi kuhusu ongezeko la makabiliano ya kiusalama kati ya watetezi wa Falastini na vuguvugu la wanafunzi wa Marekani wanaopinga hatua za Israeli kwa ushirika na Marekani za kuwatesa na kuwadhulumu wa Falastini. Wasiwasi huo umeibuka baada ya kukamatwa Mahmoud Khalil ambaye ni miongoni mwa watu mashuhuri katika maandamano ya wanafunzi wanaotetea Falastini katika chuo kikuu cha Columbia katika jimbo la New York nchini Marekani. Idara ya usalama wa ndani ya Marekani imemkamata Khalil na kufuta kadi yake ya ukaazi halali inayojulikana kwa jina la Green Card, yani kadi ya kijani, kwa madai kuwa anaiunga mkono Hamas, kundi ambalo Marekani imelitaja kuwa ni la kigaidi. Hatua hii imezidisha hatari ya kufukuzwa mwanafunzi huyu wa Palestina kutoka chuo kikuu cha Columbia. Msimamo wa Marekani na Israeli na mataifa ya dhalimu ya Magharibi unaofanywa wa Falastini wanaounda kundi la Hamas kupigania uhuru wa nchi yao kuwa ni magaidi, jambo ambalo haliingia akilini na ni kinyume na haki za kibinadamu, kwani Hamas ni moja kati ya makundi mengi ya Wafalastini yanayodai uhuru wa nchi yao na yanayotaka maghasibu wa Kizayuni waondolewe katika ardhi yao ili Falastini na Wafalastini waweze kuishi katika ardhi yao wakiwa huru na salama. Mahmoud Khalil alikuwa na nafasi muhimu wakati wa maandamano makubwa ya watetezi wa Falastini katika baadhi ya vyuo vikuu vya Marekani, kikiwemo chuo kikuu cha Columbia, na alijulikana kama mpatanishi kati ya wanafunzi waliokuwa wakiandamana na utawala wa chuo hicho. Mwaka jana 2024, yeye na kundi kubwa la wanafunzi wa chuo kikuu cha Columbia walifanya maandamano na mgomo mkubwa kwenye chuo hicho kupinga vita na mauaji ya jeshi la Israeli dhidi ya watu wa Gaza huko Falastini, watu ambao walikuwa hawana hatia yoyote, lakini miongoni mwao wengi wao wakiwa ni wanawake na watoto. Wanafunzi waliokuwa wakiandamana waliwataka maafisa wa chuo hicho kukata ushirikiano wa kifedha na wa kiutafiti na serikali ya Israeli na taasisi za elimu za utawala huo katili ili kupinga mauaji ya Gaza. Wito huo ulikataliwa na maafisa na wasimamizi wa chuo kikuu cha Columbia, na badala yake waandamanaji hao walipachikwa tuhuma kuwa wanachuki dhidi ya Wayahudi, yani anti-Semitism. Hii ni licha ya kwamba miongoni mwa wanafunzi wanaoiunga mkono Falastini walikuwemo ndani yake pia wanafunzi wa Kiyahudi walioitambua serikali ya Israeli kuwa inafanya mauaji ya kimbari dhidi ya watu wa Falastini wasiokuwa na hatia na wanaogombea haki yao ya kujitawala. Sasa miezi kadhaa baada ya maandamano hayo yaliyopanuka na kusababisha ukandamizaji mkubwa wa vyombo vya dola dhidi ya wanafunzi wa vyuo vikuu, utawala mpya wa Marekani unajaribu kuwatisha na kuwakandamiza wanafunzi wanaoiunga mkono Palestina kwa kisingizio cha kukabiliana na wafuasi wa Hamas. Ni vyema kuashiria hapa kwamba juhudi kama hizi zilifanywa pia katika utawala uliopita wa Marekani kwa kuwapiga kalamu nyekundu marais wa vyuo vikuu vya Columbia na Pennsylvania, lakini katika utawala wa sasa, rais wa Marekani Donald Trump amezidisha hatua hizi za ukandamizaji wa wapinzani wa mauaji yanayofanywa na Israel. Hivi karibuni shirika la utangazaji la Iran Pars Today limesema kuwa katika siku za hivi karibuni ilitangazwa uamuzi wa kuwafukuza Marekani wanafunzi wa kigeni wanaotetea Falastini, na hata kufikia hatua za kutishia kwamba wanafunzi wa Marekani wanaounga mkono Palestina wanapaswa pia kufukuzwa katika vyuo vikuu ama kufungwa jela. Vitisho hivyo havikuishia hapo, bali katika hatua nyingine, mjadala mkubwa, serikali ya Marekani ilifuta kandarasi za serikali zenye thamani ya dola milioni 400 na chuo kikuu cha Columbia kwa kisingizio kwamba maafisa wa chuo hicho hawatilii maanani kile kinachodaiwa chuki dhidi ya Wayahudi. Maafisa wa serikali ya Marekani wanatarajia kwamba watafanikiwa kuzuia maandamano yoyote ya wanafunzi nchini humo dhidi ya mauaji ya Israeli kwa kuzidisha mashinikizo ya kifedha
kwa vio hivyo. Picha unayoiangalia inaonyesha maafisa wa usalama wa serikali ya Marekani wakiwakandamiza wanaharakati na wanafunzi wanaopinga mauaji ya Israeli huko Palestina. Kinyume na taswira hii inayoonyesha ukandamizaji na udhalimu, Marekani hujitambulisha duniani kote kama baba wa demokrasia na uhuru duniani wa kujieleza kama ilivyo katika katiba ya nchi hiyo, lakini bwabwaja za mdomo na maandiko ya karatasi hayana ukweli wowote ukilinganisha na ukatili unaofanywa na vyombo vya dola dhidi ya watu wanaopinga mauaji, na kwamba ni amri kwa watu wote duniani kuwapenda Mayahudi na kufumbia macho mauaji wanayoyafanya ya kinyama na mateso ya kila hali dhidi ya wananchi wa Palestina wasiokuwa na hatia. Vitendo hivi vimekabiliwa na malalamiko ndani ya chuo hicho na vile katika duru za kisiasa za Marekani. Baadhi wanaamini kwamba Mahmoud Khalil aliwaunga mkono wa Palestina na hakutoa maoni yoyote ya umma kuhusiana na harakati ya Hamas. Wakosoaji wengine wanaona kwamba kukamatwa na kuandamwa mwanaharakati huyu na wanafunzi wengine ni jaribio la kuwatisha watetezi wa Palestina nchini Marekani, ambao watakabiliwa na shutuma na hatua kali za kiusalama ikiwa watang'ang'ania msimamo yao. Kundi jingine la wachambuzi wa mambo linasema ukandamizaji huo ni njia ya kutishia vuguvugu la wanafunzi nchini Marekani ili lisiandamane na kupinga baadhi ya sera za serikali ya sasa katika siku zijazo. Vile wanazitaja hatua za kiusalama zilizochukuliwa dhidi ya Mahmoud Khalil kuwa ni ukiukaji wa marekebisho ya kwanza ya katiba ya Marekani ambayo inadhamini uhuru wa kujieleza. Waandamanaji walikusanyika katika mji wa Marekani wa Chicago kutaka kuachiliwa mwanafunzi anayeunga mkono Palestina Mahmoud Khalil, ambaye alikamatwa na polisi wa shirikisho kwa kuongoza maandamano katika chuo kikuu cha Columbia huko New York. Maelfu mjini Chicago siku ya Jumanne Machi 11 walipinga kitendo cha Israeli kuukalia ukanda wa Gaza na kukamatwa kwa Khalil, wakilaani kuzuiliwa kwake na kufutwa kwa kadi yake ya kijani, huku akiimba nara na kushikilia ishara. Rais Donald Trump alitetea kukamatwa kwa Khalil, akimtaja Khalil mwanafunzi wa kigeni anayeunga mkono Hamas na kusema kuwa ni kukamatwa kwa kwanza kwa wengi kuja, huku waandamanaji wakiapa kuendelea kulaani ukiukaji wa haki za binadamu chini ya utawala wa Trump. Kuunga mkono kukamatwa kwa Al-Khalil na rais wa nchi hiyo Trump, ambaye ni mdhalimu anayeunga mkono udhalimu wa Israel dhidi ya Palestina, kunakabiliwa vibaya na waandamanaji waliodhamiria kuendelea na mapambano, na hii inaonyesha kuwa itakuwa ni kizuizi na kubomoka kwa hali ya usalama baina ya raia wanaunga mkono na serikali, kwa sababu serikali inapinga maandamano na waandamanaji wanasema hawatoacha kufanya maandamano. Wakili wa mwanaharakati huo Jinani Shehade aliambia Anadolu kwamba maelfu walijiunga na maandamano huko Chicago wakitaka Khalil aachiliwe. Mahmoud Khalil ni mwanaharakati wa Kifalestina ambaye alitekwa nyara kutoka nyumbani kwake kwa mfumo huo wa utawala huu. Mahmoud Khalil atasalia kubaki kizuizini baada ya mahakama kusikiliza maombi ya wanasheria wake ambao wanapinga kufukuzwa kwake nchini Marekani, na badala yake wametaka asikilizwe na kulindwa haki zake za kuishi Marekani baada ya kuwa ana kadi ya kijani, na hasa kwa kuzingatia haki za kujieleza ambazo zinalindwa kwa mujibu wa katiba ya nchi hiyo. Hayo ndiyo yanayoendelea huko Marekani dhidi ya utawala wa Marekani wa sasa chini ya uongozi wa Rais Donald Trump, ambaye yeye anaunga mkono mauaji yanayoendelea Israel dhidi ya Wafalestina, lakini vile anawapinga Hamas kuwa hawana haki ya kugombea nchi yao, jambo ambalo limezomewa na watu wote takriban dunia nzima. Hayo yanakuja baada ya Trump kudai kuwa Wafalestina wote waondolewe katika ukanda wa Gaza na yeye aweze kuchukua nafasi kama Marekani kuijenga Gaza mpya, tukio ambalo limepingwa na washirika wa Marekani wote katika nchi za madola ya Kiarabu. Yote yamepinga mpango huo, ikiwemo Misri na Jordan, ambazo Trump alitaka ziwachukue Wafalestina na kuwaweka huko. Mara ya pili Trump aliwataka Wafalestina wawaachie mateka wote kwa pamoja, jambo ambalo lilipingwa na Hamas, na wakamwambia Trump kwamba wao wako tayari kwa lolote. Baada ya Trump kuleta vitisho kwamba atawapeleka jehanamu, atawaangamiza, na wao wakawaambia kwamba hawana jehanamu mpya ambayo wanaisubiri na wako tayari kwa wakati wote. Hivi majuzi Trump akihojiwa na moja ya mashirika ya habari alisema, acha Wafalestina waendelee kuishi katika eneo lao
na hakuna wa kuwaondoa na wataendelea kubaki hapo. Nchi za Kiislamu na za Kiarabu zimechukua dhamana ya kuijenga Gaza kwa muda wa miaka 5 na tayari imetolewa bajeti ya dola bilioni 53 kwa ajili ya ujenzi huo. Taarifa nyingine kuu tuliyosoma hapa ni ile inayozungumzia swala la kuanza kule Doha mazungumzo baina ya Hamas na Israel katika kuingia awamu ya pili ya mazungumzo ya usitishaji mapigano ya Gaza, hatua ambayo itaendeleza uachiliwaji wa mateka wanaoshikiliwa na Hamas na wafungwa wanaoshikwa katika magereza ya Israel na kuendeleza hadi kufikia hatua ya kukamilisha mzozo na vita kumalizika. Tuendelee kumuomba Mwenyezi Mungu ajalie salama na amani ipatikane, na tusisahau katika mwezi huu mtukufu wa Ramadhani kuomba dua kila mara. Hasa tushikilie kusoma suratul Fil na suratul Lahab kwa idadi tunayoweza ili kumuomba Mwenyezi Mungu ahafifishe na kuzivunja nguvu za makhaini na madhalim ambao wana nia ya kuipora Falastini na wana nia ya kuangamiza kizazi cha Falastini na kulipoteza katika ramani ya dunia taifa la Falastini. Kwa uwezo wake Mwenyezi Mungu hataweza kukiangamiza kizazi cha Falastini, na ipo siku na si mbali sana Quds Sharif itakuwa mikononi mwa Wafalestina wenyewe, na Waislamu wataingia katika msikiti wa Al-Aqsa wakiwa huru na kuswali humo kama ilivyo katika maelekezo ya Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Usisahau kulike, kushare, kucomment na kusubscribe Mizani Online TV ili uendelee kupata mfululizo wa vipindi vijavyo.